Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado upo nami Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini tukielekea huko katika ukanda wa Gaza, kiongozi wa jeshi la Hamas huko Gaza amepinga mpango wa kusitishwa mapigano. Wapatanishi wamewasiliana na mkuu wa tawi la kijeshi la Hamas huko Gaza ambaye alijionyesha kwamba hakubaliani na mpango mpya wa Marekani wa kusitisha mapigano. Izz al-Din al-Haddad anafikiriwa kuamini kuwa mpango huo uliundwa ili kuimaliza Hamas, iwe kundi hilo litakubali au la, na hivyo anadhamiria kupigana. Hamas wamesema kwamba ikiwa tutakubaliana na mpango wa kusitisha mapigano, lazima kwa vipengele 20 vilivyopo katika mpango wa Donald Trump, rais wa Marekani, kundi hili linatakiwa kujisalimisha. Vinginevyo, hata kama hatukukubali, mpango wao ndio huo huo. Kwa hivyo sasa hatukubaliani na mpango huo, wanasema Hamas. Mpango wenye vipengele 20 wa rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita ambao tayari umekubaliwa na Israel unaelekeza kuwa Hamas itaweka silaha chini na haina jukumu la baadaye katika utawala wa Gaza. Inadhaniwa kuwa baadhi ya uongozi wa kisiasa wa Hamas nchini Qatar uko tayari kukubali kwa marekebisho, lakini wamepata ushawishi wao kuwa mdogo, kwani hawana udhibiti wa mateka wanaoshikiliwa na kundi hilo. Inaaminika kuwa kuna mateka 48 waliosalia, 20 tu kati yao unadhaniwa kuwa hai. Kikwazo kingine kwa Hamas ni kwamba mpango unawahitaji kuwakabidhi mateka wote katika muda wa saa 72 za usitishaji mapigano na kutoa suluhu lao pekee la mazungumzo. Pamoja na hakikisho la Trump kwamba Israel itatii masharti hayo, kuna ukosefu wa imani ndani ya kundi hilo kwamba Israel haitarejea operesheni zake za kijeshi mara itakapowapokea mateka, hasa baada ya kujaribu kuua uongozi wa Hamas huko Doha katika shambulizi la anga mwezi uliopita. Miongoni mwa sababu zingine ambazo zinawafanya Hamas kukataa mpango huo ni pamoja na kwamba wao ikiwa watanyang'anywa silaha, lakini Israel itaendelea na kuwepo kwa majeshi yake katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, licha ya kwamba wataondoka kiasi, lakini wengi watabaki katika ukanda huo wa Gaza. Kwa maana hiyo bado Israel wataendelea kuitawala Gaza watakavyo, kitu ambacho Hamas wamekuwa wakipinga kwa muda mrefu, na wanasema ndio sababu kubwa ambayo imewafanya wapambane kila kukicha kulinda mamlaka ya taifa lao huru. Kadhalika, moja kati ya mambo mengine ambayo yanatajwa ambayo yamesababisha kukataliwa kwa mpango huo ni katika hoja 20 ambazo zinamweleza Tony Blair kuwa kiongozi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, jambo ambalo limekataliwa pia na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Na hivyo Hamas imeeleza lazima kuwepo marekebisho katika mpango wa rais wa Marekani Donald Trump juu ya suala la kumalizika kwa mapigano katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.